Mange Kimambi amezua gumzo kubwa sana mitandaoni siku ya leo baada tu ya kuvujisha baadhi ya video zikiwa zinamuonesha yule Mrussia ambaye alikuwa anawatongoza wadada wa Kenya, wanawake wa Kenya, namna ambavyo alikuwa anafanya, lakini pia zile video ambazo zilikuwa zinaonesha Mrussia akiwa chumbani eneo la faragha kabisa na wale wanawake wote ambao aliweza kuwatongoza kule Kenya. Lakini pia kuna jambo la tofauti hapa, watu wengi wanajiuliza kuwaje mtu anakuja anakusalimia alafu anakuambia nifuate, alafu wewe unamfuata, mnaenda mpaka katika apartment yake na mnafanya kabisa mapenzi. Hicho ni kitu ambacho kimeendelea kuleta mijadala mingi sana mitandaoni na watu wengi kudai kwamba wadada wa Kenya ni wa rais, wadada wa Kenya ni wa bei poa. Yani haiwezekani tu mtu amekusalimia na kuambia nifuate alafu wewe unamfuata. Ukiangalia kuna video zaidi ya 400 ambazo zimeweza kuvuja, lakini pia Mange Kimambi ameweza kuzipata hizo video na kuzivujisha katika application yake ya Mange Kimambi app, na nitaweza kukuonyesha hapa moja kati ya video ambayo nimeweza kuiweka ikiwa inaonesha namna ambavyo yule Mrussia akiwa eneo la faragha na moja kati ya mdada wa Kenya. Lakini pia kitu ambacho tunaendelea kujiuliza ni kwamba huyu Mrussia alikuwa na lengo gani? Anajua kabisa yeye ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, alafu amekuja ametua Kenya, alafu akaanza kulala na wanawake tofauti tofauti. Mbaya zaidi akaenda mpaka kanisani akawa analala na machurch girl, wale wadada wa kanisani, jambo ambalo limeumiza watu wengi kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia wake za watu, anaweza akamuona mwanamke mkubwa kabisa, mtu mzima na mtoto, akaenda pale akamtongoza na baadaye yule mwanamke kweli anaingia line. Ndicho kitu ambacho bado tunaendelea kujiuliza, alikuwa ana dawa au ni ulimbukeni tu wa Kenya kwamba walipapatikia rangi kuona kwamba huyu ni mzungu basi atakuwa na pesa nyingi sana, jambo ambalo sio kweli. Na ngoja nikuoneshe hii video. Ukiangalia hiyo video hapo unaweza kuona huyu ni dada ambaye alikubali kwa siku hiyo hiyo. Yani Mrussia alimfuata akamsalimia hi, afu baadaye akamwambia naweza nikakutafuta baadaye au naweza ukanipa namba yako nikakutafuta baadaye. Huyu dada akamwambia kwamba haina haja ya baadaye, maana nilikuwa na zurura tu huku, naweza nikaspendi na wewe. Baadaye Mrussia akamchukua wakaenda kwenye apartment kama hivi, dada anajichetua hapo. Ilikuwa ni baada ya mechi, kila kitu kimeshaisha, mdada ndo kama hivi anajichetua, anarekodiwa, hajui. Ukiangalia hiyo miwani ni miwani ambayo Mrussia alikuwa anaitumia katika kurekodi. Sasa watu wengi kwa wanajiuliza, wanasema kwamba miwani kama hizi ambazo zina kamera mara nyingi sana ziko zina rekodi, zinawaka mwanga. Sasa hatujajua ya Mrussia ilikuwaje mpaka hawa wadada wakawa hawashtuki kuona kwamba huyu atakuwa ana rekodi ama vipi. Lakini ndo kama hivi, ukiangalia hiyo video unaweza kujionea mengi. Unaweza kuona kwamba huyu mwanamke alikuwa tu anazurura na misele yake. Baada ya kukutana na Mrussia akaona amekutana na Zali, alisimpite hivi akaamua kuondoka naye na akaenda kalala naye. Na Mrussia aliweza kuposti video ziko zinaonesha wako chumbani mpaka na wake za watu, video zaidi ya 400 za Kenya. Sasa unaweza kuona na unaambiwa Mrussia alikaa kwa mwezi mmoja tu Kenya, lakini ameshatembea na wadada zaidi ya 400. Unafikiria kazi yake ilikuwa nini? Ni kuamka tu asubuhi na kwenda sehemu ambao wadada wanapatikana, basi akiwasalimia, akiwaambia mimi ni Mrussia guy, akiwapa business card, ni lazima yule dada atamtafuta. Na unaambiwa katika wanawake wote hao 400 jamani, kuna dada mmoja tu ambaye alikataa, na huyo dada ni ana pesa, dada ambaye tunaweza kusema alikuwa hana dhiki ndogo. Kumbe tukaja kugundua kwamba sio kwamba ni dawa, hakuna dawa yoyote ambayo waliwekewa. Kumbe ilikuwa tu nilimbukeni kwamba mtu anajua kabisa hapa huyu Mrussia ana pesa. Kwa nini huyu mmoja akatae alafu na Mrussia akaamua kuachana naye? Inaonekana wazi kwamba huyu dada alikuwa ana pesa, lakini hao wengine ambao walitafutwa waliona kabisa hapa nitaenda kutoboa maisha yangu. Tayari huyu ni mzungu, tayari atakuwa na miradi yake, tayari huku Kenya atakuwa amekuja kufanya biashara zake. Ndo kama hivyo, kuna dada wengine walibabatika mpaka ilifikia hatua akaanza kumtambulisha mzazi wake kwamba huyu ni mume wangu mtarajiwa, jambo ambalo sio kweli. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification bell.